Rayvanny ni miongoni mwa watu pia ambao wameweza kuungana na Mbosso Khan kuweza kumpa pole kwa kinachoendelea. Inafahamika kwa miaka na miaka Mbosso amekuwa akisumbuliwa na tatizo la ugonjwa wa moyo ambao umekuwa ukipelekea yeye kutetemeka bila ya kuwa na sababu za msingi. Jamani, ili tatizo lisikie kwa jirani yako ama lisikie tu kwa Mbosso, lakini kitendo cha kutetemeka mwili wako bila ya sababu zozote za msingi, jamani, sio kitu ambacho labda ni cha kufurahia ama cha kuchukulia kama masiara. Na ndio maana mwanae wa karibu, mshikaji wake ambaye pia alishawahi kufanya naye kazi na wakiwa kwenye lebo moja, Rayvanny Vivian Boy, kaamua kumpa pole na kaungana na Watanzania wote pamoja na watu ambao kwa sasa wanajua kabisa kwamba Mbosso hata kama pengine ile spidi ya kuachia ngoma imepungua ni kwa sababu ya changamoto ambazo zimekuwa zikimkumba. Unaweza ukalaumu kwamba Mbosso kwa nini kwa sasa amepotea kwenye game ama haachi kazi kwa wakati, lakini jamani, kila mmoja na siri ya maisha yake. Na tena istoshe ni kwamba Mbosso tatizo hili la kuwa na ugonjwa wa moyo Watanzania wengi wanalifahamu, na hapa anajua kwamba ndo kunakotokea mashabiki wengi ambao wanajua kwamba Mbosso anasumbuliwa na tatizo la ugonjwa wa moyo. Sema watu wanajisaulisha na kuona kwamba labda Mbosso pengine anakaa kimya, labda amejiamulia tu na labda ameshindwa na mziki, lakini kweli ni kwamba Mbosso bado hali yake haijakaa sawa na amekuwa akiendelea kupambania hali yake ili mradi mambo yaweze kukaa vizuri na issue ya kurejea tena kwenye mziki na akafanya vizuri. Naamini kabisa kama kwa talent ambayo Mbosso anayo, yani kurudi kwenye game na akafanya vizuri ni jambo la kawaida sana, kwa kuwa jitihada uwezo anao, lakini tu ni issue ambayo imekuwa ikimkumba ambayo iko personal na Watanzania wengi wanaijua. Kwa hiyo haina haja ya kumlaumu Mbosso kama labda anapotea kwenye mziki ama pengine labda anashindwa kwenda na kasi ya mziki ambao kwa sasa umekuwa ukihitaji watu waachie ngoma na waingie kwenye competition ya kuachia kazi. So nafikiri cha msingi tukutane kwenye upande wa comment. Hapa ni Hatboy Media.